Ni fursa nyingine, wakati mwingine. Mara hii tunarudi tena hapa kwenye ligi ya mabingwa Afrika na tupo katika kundi B. Tunaendelea kusalia hapo kwa maana ya kundi ambalo linawakutanisha Young Africans, yes, ambalo wako sambamba na Al Ahly kutoka Misri, wapo AS FAR Rabat kutoka Morocco na JS Kabylie kutoka Algeria. Kundi hili tumelishaliangalia kwenye ile picha ya dhana ya juu kwa ujumla wake, lakini kwa wakati huu tunakwenda kujikita na mechi moja na mpinzani mmoja. Tulishamwangalia kwa mapana zaidi AS FAR Rabat katika moja ya session zilizopita hapo nyuma, lakini kwa sasa ni fursa ya kipekee kwenda kuangalia JS Kabylie, klabu ambayo inaonekana baada ya kumalizika tu kwa kufanyika makundi haya yalivyopangwa. Of course Young Africans tayari walisha admit kwamba wapo katika kundi gumu, lakini timu ambayo watu wengi wameonesha kuinyoshia kidole, yani ikionekana kama ni timu dhaifu na Young Africans wanaweza kufanya chochote wanavyotaka wao, ni juu ya klabu ya JS Kabylie kutoka Algeria huko. Sasa kabla kuangalia hii mechi, ili kundi tunaendelea kukumbushana kwamba ni kundi ambalo Young Africans wenyewe kwanza nimeona kuna determination tayari wako nayo. Eneo la kwanza la kufanikiwa katika safari yoyote ile ambayo ndani yake inaonekana kuna ugumu ni kukubali changamoto ambazo zipo katika hiyo safari, ni kuzijua changamoto na kuzikubali. Yes, kwa hiyo Young Africans kupitia afisa habari wao Ali Shaban Kamwe katika moja ya press yake ambayo aliifanya siku za hivi karibuni, aliweka wazi kwamba wanafahamu juu ya kundi hili kwamba ni kundi gumu, ni kundi la kifo, lakini ni kundi ambalo Young Africans wamejiandaa kupambana nalo na kwenda hatua inayofuata. Young Africans nafasi wanayo na hata wao wanajua hilo, lakini wanafahamu juu ya ugumu wa hili kundi. Sasa hapa tutakwenda kuangalia nafasi ya Young Africans na JS Kabylie, nafasi yao iko vipi kwa hawa wawili. Lakini kwa haraka katika makundi yote manne ya Champions League msimu huu, kundi hili kundi B ndio kundi pekee ambalo lina mabingwa watatu wa michuano hii. Tayari nishaye kuzungumzia hao mabingwa wote ukilinganisha na makundi mengine. Kwa mfano, ukiangalia pale katika kundi A linaundwa na RS Berkane, Pyramids, Rivers United pamoja na Power Dynamos. Hapo ni Pyramids peke yao ndio wamechukua ubingwa wa ligi ya mabingwa Afrika. Hao RS Berkane wameweza kuchukua lakini shirikisho. Ukienda katika kundi C moja kwa moja unakuta Mamelodi Sundowns wamewahi kuchukua ligi ya mabingwa Afrika mwaka 2016, lakini mwaka 1976 wamewahi kuchukua ubingwa MC Alger ya Algeria. Naam, kwa hiyo mabingwa hapo ni wawili. Katika kundi D, Esperance Club de Tunis, hawa wamechukua ubingwa huu mara 4 na hakuna timu nyingine ambayo imechukua ubingwa ligi ya mabingwa Afrika zaidi ya Stade Malien kucheza finali na kuchukua kombe la shirikisho Afrika. Kwa hiyo katika kundi la Young Africans ndio kundi pekee ambalo timu zote lina timu tatu, kwa maana timu nyingi zaidi ambazo zimewahi kuchukua ubingwa. Al Ahly mabingwa mara 12, JS Kabylie mabingwa mara 2, AS FAR Rabat mabingwa mara 1. Sasa moja kwa moja tuende kwenye hoja yetu ya msingi ambayo tunakwenda kuiangalia AS FAR Rabat, tunakwenda kuiangalia JS Kabylie ni klabu ya aina gani. JS Kabylie ni moja ya klabu kubwa sana ndani ya kandanda ya Algeria na ndio klabu bora ya muda wote ndani ya Algeria, lakini nje ya mipaka ya Algeria kwa maana ya Afrika ni klabu ambayo imekuwa ikiwakilisha vema sana taifa hilo la Algeria. Leo hii tunapozungumza klabu ambazo zimewahi kubeba ubingwa wa michuano ya ligi ya mabingwa Afrika ni mbili tu, ambazo zimewahi kubeba ubingwa kwa maana ya ligi ya mabingwa Afrika mara nyingi zaidi ni mbili. Ni hawa JS Kabylie wamebeba mara 2 na Entente Setif wamebeba mara 2. Kwa hizo ndio timu mbili ambazo wamebeba mara 2 ubingwa wa ndani. Mbali na hapo kuna MC Alger hao ambao tumewataja hapa pia katika kundi moja wapo kwamba wamebeba mara 1 mwaka 1976. Kwa hiyo Kabylie ni timu ambayo ana historia tayari na hii michuano. Sasa kwa sasa hivi tunapozungumza JS Kabylie wameingia katika group stage wakiwa wamefanya uboreshaji mkubwa sana kikosi chao. Miongoni mwa vitu ambavyo walifanya kwa nguvu ilikuwa ni kurudisha ile heshima ya JS Kabylie. Msimu uliopita katika ligi kuu ya Algeria wakimaliza nafasi ya 2 nyuma ya MC Alger ambao walikuwa ndo mabingwa, lakini wao Kabylie waliamua kufanya uwekezaji wa kutosha kwenye kikosi chao. Miongoni mwa vitu ambavyo viliwapa nguvu ni kocha Joseph Zinbawa ambaye alikuwa kocha wa Raja Casablanca, wakamvuta
akaingia kwenye kikosi chao. Ni moja ya makocha wakubwa sana kwenye karia zao, lakini itakumbuka huyu alifanya kazi na Fadlu Davids pale Afrika Kusini kwenye kikosi cha Orlando Pirates. Joseph Zimbabwe kaitengeneza hii tunayoiona kwa maana ya JS Kabylie hii ambayo inaonekana kuwa hatari kwa wakati huu. Lakini baada ya hapo kwenye kuhakikisha wanaendelea kufanya vizuri, wamesajili baadhi ya wachezaji, maingizo mengi mapya wamefanya kikosini mwao. Wachezaji kama Babakar Sar, kiungo huyu ambaye alipitia kwenye kikosi cha Simba kabla ya kwenda huko. Lakini pia walisajili of course nyota wengi, wengine wamewaondoa kama Arthur Bada walimnunua kutoka Singida Black Stars wakampeleka kwenye kikosi. Lakini pia Ayman Mahius, mmoja wa washambuliaji hatari, walimchukua kutoka CR Belouizdad baada ya kumalizika tu kwa msimu uliopita, akaenda kujoin na hii miamba kwa maana ya JS Kabylie. Kwa hiyo ni timu ambayo imejiimarisha, wanataka kurejesha ile nguvu yao zaidi ambayo walikuwa nayo kwa miaka mingi. Kwa hiyo wafanye vizuri ndani na kufanya vizuri kimataifa. Sasa Young Africans wanakutana na JS Kabylie ambayo mechi yao ni mechi ya pili. Ni mechi muhimu kweli kweli kwa Young Africans. Yaani mara kadhaa nimekuwa nikisema kwamba Yanga ili wafanikiwe kwenda hatua ya robo finali, mpango mkubwa ambao inabidi wawe nao ni kushinda mechi zao za nyumbani kwanza. Yaani kwa nature hili kundi lilivyo, ni kundi ambalo yoyote anaweza kuchukua points kwa mwenziwe. Sasa naona ambaye atakuwa na guarantee ya kushinda mechi zake 3 za nyumbani akakusanya pointi 9, kuna uwezekano mkubwa sana huyo akaenda katika hatua ya robo finali, kwa sababu ya nature hizi timu ambazo ziko hapo. Maana yake Ahly ndio greatest club hapo. Ahly anaweza kupoteza kwa AS FAR Rabat, inawezekana kabisa. Anaweza kupoteza pia kwa JS Kabylie, anaweza kupoteza pia kwa Young Africans katika mechi ya away. Maana yake hakuna mtu ambaye anaonekana kwamba ndo mfalme atachukua tu alama kwa kadri ambavyo anataka yeye. Hapana, ni kundi gumu. Lakini shime kwa Young Africans ni kushinda katika mechi zao za nyumbani. Lakini ukiachana mechi za nyumbani kwa maana hizi alama 9, inaweza katokea na wengine pia wameshinda mechi za nyumbani kwao wana alama 9. Young Africans points ambazo nyingine anaweza kuzipata ugenini, kupata Cairo points 3 kwa Al Ahly ni biashara ngumu sana. Kupata points 3 kwa AS FAR Rabat hii ya moto ni biashara ngumu sana. Sehemu ambayo kwangu mimi naona Young Africans wanaweza kupambana wakaokota alama 3, inawezekana ikawa ni kwa, yani ukiniambia hapa nani ambaye Yanga anaweza kapambana akaokota angalau alama 1, 3 inawezekana ikawa ngumu. Angalau alama 1 ni kwa JS Kabylie. Yes, ni klabu kubwa, lakini hapa katikati ulikuwa umepotea. Kuna upepo ule wapitia hapa, alikuwa wafanye vizuri. Kwa hiyo sasa hivi ndo wanarudi tena, wanajitengeneza, ndo maana wamesajili wachezaji, technical staff, wanarudi ili kurejesha yale makali yao. Kwa hiyo bado they are not stable enough. Hawapo katika yale makali yao ambayo tunafahamu kama ilivyokuwa huko nyuma. Lakini simaanishi kwamba ni dhaifu, hapana, sio dhaifu. Ila katika wale watatu ambao Yanga anapambana nao, huyu ndo at least, yani katika wale watatu huyu ndo at least Yanga anaweza akakaza miguu yake akafanya kitu katika mpinzani huyo. Lakini wale wengine waliosalia ni wapinzani wagumu. Of course ni wapinzani wagumu. Kwa FAR Rabat kumfunga kwake inawezekana, lakini ni ngumu. Al Ahly kumfunga kwake inawezekana, lakini ni ngumu. So kwangu mimi naamini Young Africans mechi ya kwanza wanacheza na AS FAR Rabat ili waende kwenye AFCON wakiwa wako kwenye comfortable zone. Inabidi wampige AS FAR Rabat katika mechi ambayo itachezwa hapa Tanzania kwa maana ya Zanzibar. Mechi ya pili wanakwenda kuchezea Hussein kwa maana ya Algeria, kwenda kuumana na JS Kabylie. Hii ni mechi ya pili, ni mechi muhimu mno kwa Young Africans. Yani hizi ni mechi muhimu. Yani hapa Yanga wanatakiwa wapate angalau alama 4. Kama hawawezi 6 basi angalau alama 4 wazipate ili waende comfortable, kwa sababu wanapokwenda Ahly sasa hivi anaonekana afanye vizuri. Hatujui akenda AFCON wakati timu zikirudi Januari Ahly anarudi vipi, hatujui. Kwa hiyo huu ndo muda ambao Young Africans wanatakiwa kukusanya maximum points kwa hawa wapinzani ambao wako nao kwa wakati huu. Kwa hiyo hiyo ndo picha kubwa ya JS Kabylie na nini ambacho Young Africans wanatakiwa kukifanya dhidi ya hawa. Kwa maana ya hao JS Kabylie ni mpinzani mgumu, ni mpinzani ambaye Young Africans kama watajipanga vizuri wanaweza kumchallenge na wakachukua alama. Tofauti na hapo basi biashara itazidi kuwa ngumu. Wanaweza kufuzu lakini kwa ugumu zaidi. Iko ndo kikubwa ambacho nataka ni share kwa wakati huu. Na wewe nikuulize swali.
Unaonaje? Unaweza kaka comment yako kwenye comment section ukiniambia unamwona Young Africans akichukua alama 6 kwa JS Kabylie? Unaona hilo likitokea? Weka comment yako hapo. Hii ni Mzinga Sports na usisahau kusubscribe.